Ongeza tena makofi mazuri kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka leo tuzungumze jinsi ambavyo imani inavyoweza kuleta mabadiliko katika maisha ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ambavyo imani inavyoleta mabadiliko katika maisha ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Tusoma kitabu cha Mwanzo 12 mstari wa kwanza na wa pili tu kwanza. Karibu mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kusoma. Tusoma kitabu cha Mwanzo sura yake ya 12 mstari wa kwanza na wa pili. Neno la Mungu linasemaje? Bwana akamwambia Abrahamu. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako, ndio, na nyumba ya baba yako, ndio, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. ndio. Mstari wa pili unasemaje? Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Amina. Amen. Ongeza makofi kwa Bwana Yesu. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi ile nitakayo kuambia. Haleluya. Uiache nchi yako, uache jamaa yako, na uitoke nyumba ya baba yako. Utaenda kule nitakako kuambia. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona haya ni maneno ya Mungu kwa Ibrahimu kuhusu kutoka katika nyumba ya baba yake, kutoka katika nchi yake, kuiacha jamaa yake. Maneno yaliyokuwa yakisikika kwa Ibrahimu, ilitakiwa Ibrahimu awe na imani ya kuamini kile anachokisikia. Akaangalia sauti ya aina gani inayozungumza na yeye. Kuna wakati wa mazingira magumu Mungu anazungumza na sisi, lakini kutokana na mazingira magumu tulio nayo, tunaona kwamba wenda kinachozungumzwa sio. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa tunaona safari ya Ibrahimu ilivyoanza. Haikuanza kwa wepesi, haikuanza kwa kutiwa moyo, haikuanza kwa kumwambia Ibrahimu ninakupenda Ibrahimu, nitakubariki ukiwa hapa hapa. Hapana. Ni kwamba safari ya mafanikio ya Ibrahimu ilianza kwa vipimo, ilianza kwa kujaribiwa, ilianza kwa kupimwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kupitishwa kwenye mtihani ili afikie kuwa na jina la kuitwa baba wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Na angalia mwanzo wake ulivyoanza. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema Mungu anamwambia Ibrahimu, toka katika nchi yako, toka katika nyumba ya baba yako, toka katikati ya jamaa yako na uende kule. Ibrahimu anakuambiwa aende, hapafahamu, hajui kuna fananaje, hajui atakutana na watu wa aina gani, hajui
nchi hiyo inafananaje, watu wanaishije, watu wanatembeaje. Lakini yeye anaambiwa toka katika nyumba ya baba yako, nenda katika nchi ile nitakao kuambia. Haleluya, haleluya. Kuna wakati Mungu anatoa maagizo kwa ajili yetu sisi, na wakati mwingine anatoa agizo kabisa, unaona agizo hilo ni gumu sana kabisa, unaona agizo hilo, kufanikiwa juu ya agizo hilo haiwezekani. Kama hapa kwa Ibrahimu inavyosikika, agizo alilopewa ni kuacha nyumba yao, kuacha jamaa lake, kuacha nchi yake, na kama akitii ataona heri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini angalia mstari wa 2 anavyosema, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki, na nitalikuza jina lako, nawe uwe baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikia, ina maana Ibrahimu jina lake halitakuwa kubwa, jina lake halitakuzwa, baraka hazitaonekana juu yake asipoitii ile sauti, asiposikiliza kile anachoambiwa. Maana neno la Mungu linaanza katika ule mstari wa 1 likimwambia toka, acha jamaa, acha nchi, acha watu wa tumbo moja. Ndipo kule uendako kukubariki nitafanya nini? Nitakubariki. Kukukuza nitafanya nini? Nitakukuza. Nawe utakuwa taifa kubwa. Safari ya Ibrahimu ilivyoanza ya imani, na ndivyo Mungu alivyotembea naye kutokana na imani yake. Ibrahimu Mungu alijua ameanza naye namna gani. Na ndio maana wakati Ibrahimu alipokuwa amempata mtoto Isaka, Mungu alizungumza na Ibrahimu kama alivyoanza naye safari. Bado hujaelewa? Imani ndani yako inaweza kufunua ukuu ambao hata baba yako mzazi hauoni mbele yako, hata kiongozi wako hauoni mbele yako. Lakini imani ndani yako inaweza ikaona mamlaka katika maisha yako ambao hakuna mtu yeyote hapa chini ya jua amewahi kuiona hayo mamlaka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamwambia Ibrahimu, anasema nimeapa kwa nafsi yangu kwa sababu haukunizuilia. Unanisikia? Lakini ili aseme nimeapa kwa nafsi yangu kwa sababu haukunizuilia, angalia Mungu alikuwa ameongea na Ibrahimu nini? Alikuwa amesema naye hivi, nenda ukanitolee Isaka mwanao wa pekee katika mlima wa nini? Haleluya. Na Mungu alipomwambia Ibrahimu hakumwambia ukisha kumtoa nitakubariki, hapana. Lakini Mungu alivyoanza na Ibrahimu alimunyoshia moja kwa moja, toka, uiache jamaa, uiache nchi. Unanisikia vizuri? Na uende katika nchi ile nitakao kuonyesha, maana nitakubariki katika nchi ile, nitakufanya taifa kubwa, nitalikuza jina lako. Kuna wakati tunapoanza safari ya imani Mungu anatutia moyo kidogo. Lakini tunapoanza kuonyesha hatua, kuna mengine tunakutana na Mungu unafikiria amenyamaza, kumbe bado anaona mwisho wa kile tulichokipokea kama kimekaaje ndani yetu. Swala la kumtoa Isaka, Mungu akumwambia nitolee Isaka nitakubariki, hapana. Hapana.
Ndio maana kuna wakati unapoanza kuamka mbele za Mungu, ulipoanza kupokea wokovu, kuna wakati ulikuwa ukifika mbele ya Mungu naomba kidogo na kuna kitu fulani kinatokea, kuna ishara inatokea. Lakini ulipoanza kukua kiroho, kuna kipindi ukikifikia hata ukisema Mungu, una majaribu ndo anakuja. Sio kwamba Mungu amekuacha, hapana. Bado Mungu anataka angalie ule uimara, anataka angalie ile nguvu yake ndani yako kama imekaakaaje. Alipokuwa kimwambia Ibrahimu nenda ukamtoe Isaka, hilo la Isaka alikuwa ni ngumu kuliko lile la kuacha nchi. Maana Ibrahimu hapa amekuwa mzee. Ibrahimu hapa mke wake Sara haiwezekani tena, yule Isaka ni mtoto wa ahadi, na ndiye atakayefanya liwe taifa kubwa kama toka alivyomuita. Yule ndiye anategemewa, maana aishaambiwa utapata mtoto wa ahadi, naye ni Isaka. Yeye ndiye atakayekuwa mnyororo na ndiye atakayekufanya wewe kuwa taifa. Sasa yule aliahidiwa kuwa taifa kubwa, anaambiwa atolewe sadaka. Tena sio sadaka kumleta madhabahuni kama Samueli. Akachinjwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikia mtoto wa Mungu. Safari ya wokovu sio nyepesi kama unavyofikiria. Safari ya wokovu haitoi majibu kiurahisi kama unavyofikiria. Watu wote walioheshimika kiroho ni watu walikubali kupita kwenye mchakato. Mambo ya kiroho, kubali kwanza mchakato ili uingie kwenye mafanikio. Ukiukataa mchakato wa rohoni, mafanikio utayasikia kwa wengine. Ukikubali mchakato na kupambana, kuna siku watu unawafahamu kuwa maadui watabeba taji za maua na kuja kutundika juu ya maisha yako. Ingekuwa safari ya wokovu ni nyepesi kama unavyofikiria, kama dunia nzima watu wote wamempokea Yesu Kristo. Kuna wengine wanaingizwa kwenye wokovu kwa sababu ya miujiza, ameponywa ugonjwa aliokuwa nao na hapo akaamini kwa sababu Mungu amemvusha sehemu. Lakini sikia nikwambie, sio kila ugonjwa unakuja kwamba ulitakiwa kuja. Kuna wengine Mungu anawaona na wahitaji, anaachilia askari na aitwa ugonjwa, uende ukamkamate. Familia nzima wanahangaika kupita huku na kule, lakini mwisho wa siku wakishazunguka mahali pote wamekosa, utajikuta amemtafuta nani? Mungu. Na unakutana siku umefikishwa kanisani, ulikuwa na miaka mingapi ya ulali? Hiyo siku nalala. Baada ya siku ngapi unapata uponyaji? Na muamini Mungu kwa sababu ameniponya. No. Kumbe Mungu mwenyewe alituma askara na aitwa ugonjwa ili akupate wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna wengine wanapoingia kwenye wokovu, Mungu anawaacha kwanza kwenye mtihani. Unajua kuna wengine wanaingia kwenye wokovu, wanaenda kanisani, wanaenda kumtafuta, lakini hawajapita kwenye changamoto. Na watu wa namna hiyo nao wana namna yake Mungu anavyotembea nao. Kuna wakati Mungu anataka aone, je, kweli ananipenda kweli kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Niko pamoja naye kweli kweli? Na kitu alichokuwa nakitafuta Mungu kwa Ibrahimu, sio kwamba Mungu alikuwa anataka kumtesa Ibrahimu. Mungu alikuwa anatafuta udhibitisho, kuangalia mawazo ya Ibrahimu, kuangalia ule uhalisia wa Ibrahimu. Je, wewe umeshajikuta umewahi kumsaliti Mungu kwa ajili ya vitu vinavyoharibika? Petro anasema sijawakomboa juu ya fedha na juu ya nini? Ya dhahabu, bali nimewakomboa kwa damu ya thamani isiyokuwa na mawaa wala dosari. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna mtu ambaye kila siku anaposimama, kitu kinachomfanya atoke kwenye msimamo wake
Ni kwa ajili ya fedha, ni kwa ajili ya mavazi, ni kwa ajili ya maisha. Haleluya. Kuna wakati Mungu anataka akuone mambo yamekuwa mabaya, ndo upendo unaendelea kuongezeka. Na atakaposhuka kwako, atashuka kwa sura ya utukufu. Atakaposhuka kwako, atashuka kwa sura ya kuketishwa pamoja na wakuu. Atakaposhuka kwako, atashuka kwa bendera ya ushindi. Ibrahimu akazidi kupitishwa kwenye mtihani, lakini Ibrahimu kuna kipindi Mungu alishuka kwake. Na mpaka sasa tunasoma habari za Ibrahimu na huwa tunashangaa. Usiseme nimeshangaa Mungu alivyomtendea Ibrahimu. Habari hizi ziliandikwa ili tutakapozisoma ziweze kutufundisha sisi na kututoa sehemu, kutupeleka sehemu nyingine. Lakini wewe sasa msimamo wako uko wapi? Kuna watu wanafikiria kwamba Mungu kuzungumza na wewe lazima atume nabii kila siku. Hapana. Kuna wakati unaweza kuwa umekaa ukakutana kuna dhamira fulani, kuna jambo fulani inashuka ndani yako. Unakutana tu kama hauzungumzi tena, unazungumza. Unakutana kuna jambo linazungumza, jamani sasa hivi tembea hivi. Sasa hivi nitumikie sasa hivi mtumikie Mungu. Sasa hivi fanya jambo hili kwa ajili ya Mungu. Sasa hivi simama na Mungu. Sasa hivi piga hatua. Sasa hivi anza omba. Sasa hivi jitahidi uwe naamka hata mara 2 kwa wiki, ama wiki nzima saa fulani kwa usiku. Baada ya kusikia hiyo sauti, ama baada ya kuzungumziwa ndani yako, ukajikuta kwa wakati huo unatii. Lakini baada ya hayo masaa kupita, ukajikuta umechukulia hilo jambo kawaida. Kuna wakati Mungu anatafuta kwanza usikilize na kutii hiyo sauti iliyokuwa inazungumza na wewe, uifanyie kazi. Na baada ya kuifanyia kazi, mambo yataenda kubadilika katika maisha yako. Ibrahimu naye akaambiwa utoke. Sikia, kutoka na kwenda katika nchi Mungu anaomwambia ni imani. Ni lazima aamini kile Mungu alichomwambia, kwamba huko uendako nitakubariki. Ni imani. Na kama hataamini kwamba kule anakoenda jina lake litakuwa kubwa, atageuzwa taifa kubwa, hatatoka katika jamaa yake. Atatokaje kwa Tera? Hawezi toka kwa Tera, kwa baba yake hatatoka. Lakini kama kweli Ibrahimu atafeel na kuamini kwamba kule anakwenda atabarikiwa, Ibrahimu atatoka, ataacha jamaa yake, ataacha nchi yake, kwa sababu imani inadhibitisha ndani yake kwamba nchi ile anayoendea itakuwa ni baraka kwake, jina lake litakuwa kubwa. Je, wewe kuna siku umewahi kukaa ukajikuta ndani yako kuna agizo la kimungu? Ukajikuta ndani yako kuna spirit, kuna nguvu ya maombi, kuna mwelekeo, kuna maelekezo fulani umeyapokea. Bwana, sasa hivi acha. Sasa hivi amua kusimama. Sasa hivi fanya 1, 2, 3. Na baada ya kusikia ulifanya ama ulipuuzia? Na kuuliza, sio mimi. Neno la Mungu linakuuliza, baada ya kusikia huo msititizo, ulichukua hatua? Ninataka nianze kuomba. Nataka nianze simama mbele za Mungu. Nataka nianze kumfanyia Mungu 1, 2, 3. Unasikia tu. Unasikia kuna kitu kinakushawishi, lakini after 2 hours kawaida kabisa, ushapotezea kabisa. Ibrahimu yeye alisikia na akafanyia kazi. Kilichofuata, aliacha nyumba ya baba yake Tera, akaacha jamaa yake, akaacha nchi yake, akaenda nchi ile Bwana aliyomwelekeza. Na baada ya kufika huko, mateso yakaingia, majaribu yakaanza, shida zikaanza. Ibrahimu akaendelea kutii, akaendelea kuamini kwamba
Bwana alisema atanibariki katika nchi hii. Bwana alisema ataninua katika nchi hii. Hakutekereka. Lakini angekuwa wewe, ungesema, kwa nini Bwana aliniambia nije huku, na baada ya kuja huku angalia naendelea kuyapitia? Acha nirudi katika nyumba ya baba yangu, acha nirudi katikati ya jamaa yangu, acha nirudi kwenye nchi yangu. Ibrahimu hakusema hivyo, aliendelea kuliamini lile neno alilolisikia. Aliendelea kuamini yale aliyoyasikia, na akakaa katika nchi ile kwa uhakika kabisa. Na kilichotokea mpaka sasa tunamuita Ibrahimu baba. Hivi unafikiri utaitwa tu mbarikiwa kirahisi? Unafikiri utaitwa mbarikiwa kwa kujipendekeza tu? My friend, acha nikwambie, baraka za Mungu haziji kwa kujipendekeza. Baraka za Mungu zinakuja kwa kunyenyekea ili Mungu atuinue. Na siku utakuta ndani yako imeshuka roho wa kusikia kunyenyekea, ndio siku roho wa Mungu atakuwa anatengeneza mazingira ya kuinua maisha yako. Kuna wakati magonjwa yamekuandama, Mungu anataka akuone kwanza una position gani, umesimamaje. Kuna wakati matatizo yanakuandama, Mungu anataka aone kwanza umejiandaaje wewe, unaongea nini. Unajua kuna watu walikata tamaa sana wakati matatizo yalivyozidi kuendelea. Mimi nataka nizungumze na wewe. Mungu aliyekuwa na wewe tangu mwanzo sio mzalimu. Mungu alianza na wewe safari ya wokovu, sio wa kawaida. Wenda wewe unaweza ukawa wa kawaida kwa sababu na asili ya mwanadamu umevaa mwili, lakini Mungu alianza na wewe sio wa kawaida. Kama utaendelea kumshikilia, kuna siku atakutoa katika hali hiyo na kukuingiza katika utukufu. Hata kama umesemwa sana, hata kama umekatishwa tamaa sana, nasema Mungu alianza na wewe sio wa kawaida. Imani inavyozalisha muujiza ni kusikia nini Bwana anazungumza na wewe. Unajua imani inazaa. Unajua hivyo? Imani inafanya nini? Ukitaka kujua imani inavyozaa, angalia katika kitabu cha Luka 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Eti yeye aliposikia habari za Yesu anavyofanya, mtumwa wake ni mgonjwa kabisa, yuko katika hali mbaya, anaelekea kufa, akasema biashara gani? Kwani lazima tu Bwana Yesu aje hapa? Mimi akisema tu neno moja inakwisha. Unajua nguvu ya imani ndani yako inaweza kuleta vitu ambavyo watu walifikiria vitakuja baada ya miaka fulani, hiyo imani ikavileta ndani ya siku moja. Sikia, kuwa na jina kubwa kwako haihitaji miaka kama tunavyosema, ni imani tu. Unasema Mungu, kupitia hiki kitu ninaenda kupanuka kwa jina la Yesu. Kupitia jambo hili na kwenda kuwa mkuu kwa jina la Yesu Kristo. Na jambo jingine, ili uzidi kuwa mkubwa ama ili utendewe miujiza mpaka uwe na jina kubwa, inatakiwa ubora udumu ndani yako. Ubora ukipungua ndani yako, ukuu wako unaharibika. Unajua kampuni yoyote inayotaka kuwa kubwa kila siku na kuongezeka, product zake zikianza ni nzuri, huwa inazidi kuimarisha ubora kila. Kampuni inaweza kuanza leo ina product nzuri sana, watu wanasifia hiyo product, watu wanasifia kila kitu cha hiyo kampuni, lakini baada ya hiyo kampuni kuwa na wateja wengi sana, inaanza kurizika kwa sababu inaona imeshakuwa na jina kubwa. Hata ikifanya vizuri watanunua, hata ikifanya vibaya watanunua. Amen.
inajaribu kwanza kufanya vibaya ili gharama ipungue, kupunguza gharama nyingine ili ione kama itaingiza faida nyingi. Inafanya na bado inaona wateja wanazidi lakini the way wateja watakavyoendelea kutumia product, bidhaa za hiyo kampuni, watu wana matatizo, wana asili ya kuchunguza. Sikia nikwambie, kama unataka uelewe vizuri, jaribu ingia kwenye maombi basi ya mwaka mzima. Uwe nakula kila jioni. Watu watajua kwamba unafunga na haujawaambia. Hata siku 40 tu. Usimwambie mtu. Watu wengine watakuona umepungua, umekonda, lakini kuna watu watasema wewe umefunga. Kwa sababu haongei kama mtu wa kawaida. Sasa ile kampuni inavyozidi kupunguza gharama ili faida iwe kubwa, ubora unazidi kupotea. Na ubora unapozidi kupotea, wateja wanaanza kunoti kama ubora umefanya nini? Umepungua. Kitu kitakachofuata, wateja wataanza kutafuta kampuni nyingine ambayo ina bidhaa kama hiyo kampuni yenye ubora za. Utaanza kuona sasa wateja wanaanza kufanya nini? Kupungua. Mteja anakuja wiki hii, anakuja tena baada ya miezi 2, miezi 3. Mwisho wa siku anahama nini? Wateja wanaanza kufanya nini? Kupungua. Kinachopunguza ni ubora. Sio kwamba kampuni haina bidhaa. Product zipo, lakini ubora umefanya nini? Ubora umefanya nini? Kinachoweza kuimarisha ongezeko la wateja ni ubora wa kampuni. Pia katika ulimwengu wa roho, tukitaka Mungu azidi kutuinua, atutendee mema, lazima tuendelee kuwa na ubora. Tuwe na misingi mizuri, tuendelee kusimama vizuri. Tukidumu katika ule ubora wa kiroho, Mungu atatukuza na atatupa majina makubwa. Mungu atatupanua. Mungu hataacha tubaki kama tulivyo. Tatizo letu, tunakuwa na ubora, tuna msimu wa ubora. Tunakuwa na ubora mwezi huu, mwezi unaokuja chai ambao hata sio ya rangi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sikia, utabaki mtu wa kulalamika sababu gani? Kuna wakati wewe utapunguza ubora. Anatokea mtu mwingine ameanza kumwamini Mungu leo, akasimama na spidi ya ubora. Ubora alionao unaenda uko unaongezeka kila siku. Acha nikwambie, Mungu hata mbariki kama wewe. Kuna hizi Mungu ataendelea kumbariki. Na kama unafikiri na kudanganya, anza leo, chukua maamuzi, sema kuanzia sasa naanza ongeza ubora wa kiroho kila siku. Kauli zangu zinabadilika kuanzia sasa. Imani yangu itaanza kuongezeka kuanzia sasa. Hata kama watu walikuwa wanakuchukulia kawaida, baada ya siku chache watakuwa na tofauti. Tatizo ubora. Tatizo nini? Unajua, chukua tu mfano wa kitu tunachokijua sisi wote. Dawa ya mswaki inaitwa Colgate. Hiyo dawa ni miaka mingi inatumika. Yaani hata ukimuuliza mtoto yoyote, hakuna mtu asiyejua Colgate. Lakini kuna majina madawa mengine hatuyajui ya miswaki. Kuna mtu ajui dawa ya mswaki inaitwa Colgate? Colgate, kuna mtu haijui? Halo? Kuna mtu haijui? Ni kwamba ubora walioanza nao wameendelea, hawajapunguza. Kuna mengine nakuja sijui dokta sijui nini, lakini baada ya muda mchache ubora unafanya nini? Na wanapotea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu hao walijua, walikuwa na maono. Kwa sasa tunaanza hivi, na wakajua baada ya miaka kadhaa kuna kizazi kipya kinazaliwa, kuna watoto wanaendelea kuzaliwa. Tunataka wazazi watashuhudia watoto na watoto watashuhudia watoto wao. Bwana Yesu asifiwe.
Sasa na wewe pia unatakiwa kuwa hivyo ili uendelee kudumu, kizazi na kizazi kiendelee kujifunza kwako ni ubora. Na huwezi kuwa hivyo bila imani. Imani ndio itakusaidia ubora wa kiungu kudumu ndani yako. Sikia, katikati ya watu waliofanikiwa na watu ambao hawajafanikiwa, utofauti wao ni imani tu peke yake. Ni imani. Kila yeyo, unajua hata kuimba lazima uwe na imani. Ujiamini kwamba kile ninachotaka kukiimba ni kizuri na kitafika kwa watu, kitawabariki. Bila imani hakuna. Usipokuwa na imani utazidi kuimba tu vitu vya wapi? Lakini ukiwa na imani utasema nilivyoimba mwezi huu sivyo nitakavyoimba mwezi unaokuja. Nitaimba kwa tofauti. Nilivyoongea leo sivyo nitakavyoongea kesho. Angalia hata waimbaji waliotangulia miaka iliyopita. Walikuwa naimba nyimbo zao zilitrend. Lakini ukimsimamisha pamoja na kizazi cha sasa, ataimba kizazi cha sasa ni dogo tu mdogo, akiimba umeona tulikuwa nisipomsikiliza huyu inakuaje. Ukimsimamisha pamoja na dogo, ataimba mpaka atajikuta amefanya nini? Sababu kuna kipindi ambacho kile kipindi chao level ilikuwa inastahili, lakini kadri siku zinavyoendelea, kwa sababu hawajaongeza ubora, waliona kwamba kile kiwango kinastahili na ndo hawasikiki sasa. Ukiona kwamba level uliyoamini nayo leo, kiwango cha kuamini leo ndo kimetosha, kuna muda utakuja utapotea, hautasikika. Lakini ukiwa na ile roho ya kila siku kutaka kukua, kila siku kutaka kufurahia wokovu wako, kila siku kutaka kuongezeka kiroho, kila siku kutaka kukua kiimani, kila siku kutaka kuwa na tabia njema, kila siku kutaka kumfurahisha Mungu zaidi ya jana, utaongezeka, miujiza itazalika, matokeo yatatokea, haki itatokea, watu watapigana na wewe, hawatafanikiwa kwa sababu kila siku unataka kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kinachoweza kutusaidia ni imani peke yake. Imani, unajua ni imani ndio inaweza kukufanya huko unafanya biashara leo. Unasema Mungu, hii biashara nafanyia Sinza, nataka baada ya miezi mitatu nisifanyie Sinza tu, niwe na branch 2. Hiyo ni imani. Na baada ya kusema nataka niwe na branch nyingine, unaingiza katika matendo. Unaanza fanya budget. Unaanza kupangilia. Sasa kuna wengine wanasema anataka nikue hivi, lakini hana namna ya kusave, hajui jinsi ya kusave. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka hii biashara, una duka moja, unataka uwe na duka la pili, lazima uwe na mahesabu mazuri. Kama kila Jumamosi ulikuwa unaenda kula bata na Jumapili, unakata kwanza bata ya Jumamosi, unabakiza Jumapili kwanza. Unapunguza nini? Matumizi. Hapo ulichokiamini unaanza kukifanyia kazi. Ibrahimu baada ya kusikia nenda katika nchi ile nitakubariki, Ibrahimu akaanza kufanyia kazi, akachukua hatua ya kutoka. Ibrahimu hakubaki katika nyumba yake kusema Mungu atamnyanyua na kumwangusha katika nchi ile aliyosema. Ibrahimu akachukua maamuzi, akaanza kupiga hatua. Na wewe piga hatua. Sema kuanzia sasa nakataa, napiga hatua. Kama ulikuwa naabudu mara moja kwa wiki, abudu hata mara 3, hata mara 4. Jaribu tu kufanyia kazi. Jaribu kufanyia nini? Kazi, utaona mabadiliko.
Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna kipindi ambacho nilikuwa nakutana na watu ofisini sana. Sasa nilivyoanza kukutana na watu sana ofisini, nikakutana pia ibada, watu wanafanya nini? Wanapungua. Kwa mtu anaamini kwamba kisha niona ofisini nimemwombea imeisha, hana tena haja ya kuja nini? Umeelewa? Hana tena haja ya kufanya nini? Anaamini hivyo. Kumbe anasahau kwamba kuna umuhimu wa pale ofisini na kuna umuhimu wa hapa ibadani. Kuna vitu vitatokea ibadani tofauti na ofisini. Kuna wakati Roho ataamsha vitu hapa tukiwa ibadani ambavyo tukiwa ofisini ni vigumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa najiuliza maswali. Unajua inachosha pale ambako ukutane na watu wa 50 ama 60 ofisini ama 30, alafu kwenye ibada unakuja kukutana miongoni mwa wale watu uliokutana nao mna ndani watu 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unakuja kujikuta kwamba wengine wanaamini akisha kukuona ofisini ibada tena haina nini? Si ule mchungaji tu anasimamaga pale pale. Si ndio nimemuona tu. Sina ndo ameniombea tu, sina ndo hata niombea. Haujajua unapenda, haujajua unataka, haujajua unataka kuenda. Kuna mtu mmoja ananielewa? Kuna mtu mmoja ananielewa? Mungu akakuongezea imani leo na aende akakupe jina kubwa. Mungu akakuongezea imani leo na aende akakubariki. Mungu aende akakufanya taifa kubwa. Kama ni kwenye biashara akufanye taifa kubwa. Kama ni kwenye mafanikio akufanye taifa kubwa. Kila utakachokiguza ikabarikiwe. Ndipo Bwana anamwambia Ibrahimu, kila utakapoingia na kila utakapotoka itakuwa ni baraka. Itakuwa ni nini? Sasa angalia jinsi imani inavyozalisha miujiza. Angalia matokeo ya imani yanavyokuwa. Alitoka, lakini mwisho wa siku jiulize, mtu alianza kwa kuzungumzwa na kwa Mungu kuzungumza naye. Inafika level ambayo Mungu anasema nimeapa kwa nafsi yangu kukubariki, nitakubariki. Sasa unatakiwa ujiulize swali. Mungu ni wa jana, leo, kesho na hata milele. Na mimi Mungu anaweza hapa kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza kuapa kwa ajili. Lazima ufike kwa kiwango, ufike kwa hatua ambayo utaanza kuamini kwamba Mungu ni wa jana na ni wa leo, ni wa kesho hata milele. Ukishafikia kwa level utasema Mungu aliyembariki Ibrahimu kwa kipindi ambacho hakieleweki, anaweza kunibariki na kubadilisha mazingira yangu kwa hiki kipindi ambacho watu hawanielewe na mimi mwenyewe sielewe. Mungu aliyembariki Ibrahimu, kumbe na mimi anaweza kunibariki. Mungu aliyeapa kwa ajili ya nafsi yake kumbariki Ibrahimu, lazima na mimi kwangu anaweza kufanya hivyo. So ukishaamini kwamba Mungu ni wa jana, leo, kesho na hata milele, utaanza kuamini miujiza iliyofanyika miaka miwili, miaka mingi iliyopita. Hiyo miujiza na wewe inaweza ikapita kwako. Ukianza kuamini hivyo, ndivyo miujiza yako inaanza kutokea kwa nguvu. Lakini ukibaki tu kusema Mungu anajua, tunafahamu vizuri, lakini kinachofanya baada ya Mungu kujua atende kwako ni nini? Ni nini? Haleluya. Ndani yake akasikia sauti. Mimi akisema neno moja tu,
mtumwa atapona. Alifanya nini? Alichokisikia ndani alipiga hatua ili kukikamilisha. Akatoka, kamfuata, bwana wangu, wewe haustahili kuingia chini ya dari la mtumishi wako, lakini sema neno moja, mtumwa wangu atakuwa salama. Afisa ye alijua kwamba yule Yesu anayefunguaga vipofu macho, yule Yesu anayefufuaga watu, anatumiaga ni kinywa, na akitumia kile kinywa kuongea juu ya mtumwa wangu atapona. Akaelewa na akaamini kwamba kinachosababisha miujiza sio tu presence, sio kufika tu mahali, hata naweza kutamkia kitu asipokuwa karibu na hicho kitu na kikapata uzima. Akasema neno moja tu, neno moja tu. Kitu gani kilichotokea? Jambo gani lilotokea? Mwana wa Mungu, kuna wakati wenda ili neno utalichukulia la kawaida, lakini acha niseme, imani inazaa miujiza. Imani inazalisha. Imani inaondoa mapooza. Imani inaharibu mila na desturi. Imani inavunja sheria. Imani, unajua tunaweza kusema eti Bwana huwainua wanyonge kutoka mavumbini na kuwaketisha pamoja na wakuu. Sio kila mnyonge Bwana sio kila mnyonge lazima atatolewa mavumbini. Nakataa. Na kama unafikiria una shida kwamba lazima utoke kwenye shida, mimi napinga kidogo. Kitakachokutoa kwenye shida ni ubora wako wa kiroho. Ubora. Kwa sababu ingekuwa kila mtu mwenye shida ndio Mungu anamsaidia, kama watu wote hatuna shida, kama watu wote Mungu ametufanikisha, lakini Mungu, nipe nikupe, nipe imani niamini, alafu nitajidhihirisha kwa ajili yako. Na imani ya kumpa Mungu sio imani ya mdomoni. Sio hii tunaosema nimempokea Bwana Yesu rama shata. Kuna watu wananena kwa lugha lakini hawamwamini Mungu. Kuna watu wananena kwa lugha wakiingia kwenye katatizo kidogo wamevunjika moyo, wamekata tamaa kabisa, hawajielewi kabisa. Sababu imani ni zawadi, kunena kwa lugha ni zawadi, ni karama hizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kunisaidia kumshangilia Bwana Yesu? Na leo nakuja kuzungumza na wewe kwamba mahali ulipo utatoka. Kuna nchi Bwana amekuandalia. Huo mji unaokalia sio wa kwako. Kuna mji Bwana amekuandalia. Na Bwana hawezi kukubariki ukiwa katika huo mji. Kuna mji umeandaliwa ili wewe uweze kubarikiwa. Lazima utoke, lazima uachie mji huo, lazima uache mji huo. Kuna mji umeandaliwa kwa ajili ya baraka zako. Hayo mazingira magumu ni mji, au mazingira magumu lazima uyaache. Kuna mahali unatakiwa kuenda. Mungu aliyebariki watu wenye imani, na wewe atakubariki. Sikia, usione kwamba ni muda mrefu na muamini Mungu na mambo hayajatokea. Wewe endelea kukaza kupambana na ubora. Ingewezekana hata jioni ya leo umwambie Mungu, je, ubora wangu umepungua ama ubora wangu umeongezeka? Ubora wangu umefikia wapi mpaka sasa? Bwana Yesu asifiwe.
Unajua ubora wa kiroho ukiongezeka, tutaacha mihemuko kanisani. Unajua kinacholeta pressure, kinacholeta vurugu hata madhabahuni ni mihemuko. Mihemuko ikiondoka, ubora unaongezeka. Na ubora ukiongezeka, nyumbani pa Bwana panakuwa na utulivu. Ubora ukiongezeka, vita vya ajabu ajabu kwa kanisa, ndani ya kanisa huwa vinapotea. Maana Biblia inasema kwamba hekima haifanyi nini? Hekima haifanyi nini? Hekima hailii. Bwana Yesu asifiwe. Sikia, hekima ya Mungu kwenye maisha yako ni suluhisho wa kila kitu. Unaweza onekana umenyamaza, lakini kuna siku hicho kilichokufanya unyamanze, kuna siku chenyewe kitakuja kuongea. Ubora utakapoendelea kuongezeka ndani yako, utajikuta umekuwa tofauti. Kuna wakati ukimwona mtu aeleweki, mwambie tu Mungu namwombea ubora basi. Namwombea ubora. Watu watakao nalalamika, sijui nini na nini, kampuni imefeli, ongeza ubora. Ongeza nini? Wewe ongeza ubora, na mimi niongeze ubora. Tuone yale atakayotokea. Popote utakapopita, ongeza ubora. Popote nitakakopita, niongeze ubora. Chochote nitakachokiongea, niongeze ubora. Utakachokiongea, uongeze ubora. Uone yale atakayotokea. Unajua, hata mtu anayekuwa kiroho na ubora unapoongezeka, anaelewa baba yake ni nani. Unajua kinachotufanya tuhangaike sana, tuwe na mababa wengi wa kiroho, ni kwa sababu ubora. Maana mtu aliongezeka ubora, huwa anafunuliwa, huwa anaona baba yangu ni. Unanielewa vizuri? Lakini ndugu yangu, sikia nikwambie, tukiishi kwa mihemuko, ubora unapotea. Sikia, mhemuko haongezagi ubora, bali mhemuko inaongezaga kiburi na uasi. Maana utafanya baada ya kuona kile kitu kilichokufanya ufanye kile unachokifanya, utakapoona haukione, litakalofuata ni uasi. Sababu si hujapata ulichokuwa nakipambania, itakayofuata ni nini? Wananichukuliaje? Acha nitaonesha kama mimi ni nani. Shida sio wewe, shida ni mihemuko. Halo? Ninakufundisha jamani, nakufundisha ole hapa, simfundisha asiyekuwa hapa. Unanielewa vizuri? Ili ni neno kwa ajili ya wewe ulioko, na usinitafsiri vibaya. Maana ubora, kuna watu wameshapoteza ubora. Ukihubiri wanakutafsiri mengine. Hapana. Tunafundisha kwa ajili ya wale walioko. Ukiongeza ubora utakuwa tu. Ukiongeza ubora utafanikiwa tu. Ukiongeza ubora kila siku utapanda viwango tu. Sikia nikwambie. Tunaweza tukasamisha watu wawili hapa. Mmoja amevaa suti sana, mwingine amevaa simple kawaida, amevaa nguo zilizopayuka nini. Lakini kwa sababu watu wana kawaida wa kuona vinavyooneka, ukiuliza watu wawili unataka nani, tukisema tunataka tugawe utajiri wa hao watu wawili, utakaichagua mmoja, utajiri utachukua. Kuna wengine wanaweza wakamchukua eza yule mwenye suti aliyependeza, aliyeninginiza tai, yani amevaa kiato cha maana.
wengine wakamwacha. Kumbe inawezekana huyu ambaye yuko tu kaida aonekane. Bonge la tajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwetu kuna kabila fulani, ni kabila inaitwa la Wanande. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kumuona jamaa amevaa kiatu kimechanika chini. Kumbe jamaa na mamilioni ya dola ameweka ndani. Shati kabisa kolo imefanya nini? Sio imechakaa, imechanika. Na shati imebadilika nini? Lakini ukitembea mjini unasikia hili ni gorofa la nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Katika mambo ya roho, kuna watu wanaweza wakakuona tu lakini wewe ubora wa huku ndani ukoje? Watu wenye ubora wa rohoni hawatakaji kujitamanisha. Ule ubora wa ndani wenyewe huwaga unawatambulisha wao ni wakina nani. Ubora ndani yako utakutambulisha wewe ni nani. Mungu akubariki sana. Inuka tukaombe. Mungu akubariki sana. Sikia, ubora hauwezi tokea